anafanya kazi kwa utaratibu, na nimeona vile amepanga wa mama kwake, hata mimi nitaenda kupanga wa kwangu, si ndio? Tembea uone mengi, si kweli? Sababu walisema huko kwetu Busia tunasema ile ng'ombe ya maziwa hainanga kelele, si ndio? Hata ukifuga hapa haina kelele, utaisikia. Lakini kale kamejaa kupe, kila saa kanapiga kelele mchana yote. Si ni ukweli? Hata uongozi ni hivyo hivyo. Kiongozi ambaye atakupeleka mahali utamsikia akitukanana. Kazi yake ni kukaa kufikiria vile atajenga watu wasonge mbele. Lakini kuna viongozi kazi yao ni matusi. Akiamuka hata ukimwona kwa TV akiongea, anaongea ni kama anapigana na mtu. Na hako tu kwa TV anaongea. Si ndio? Sasa sisi kama mimi na mwenzangu Innocent, sisi tunaserve term ya kwanza. Tumefika bunge, Innocent amekuja na ODM, mimi nimekuja independent, tukaambiwa hatuna shares, tumetoka magharibi. Tuliambiwa. Sasa tukashindwa, sasa vile hatuna share. Na tumeambia watu wetu mambo mingi, tumeagiza maendeleo. Ndio sasa ikawa mambo ni ngumu. Ukijaribu kutafuta maendeleo, unaambiwa unatoka Western, hauna share kwa serikali sababu ulipigia Raila Amolo Odinga. Mnasikia? Lakini rais alipenda inji, akaambia mzee Raila kuja tufanye kazi pamoja. Ndio sababu Oparanya sako ndani. Lakini ule mwingine alikuwa hataki kuona mtu mwingine. Anasema mlima ndio imesimamisha rais. Lakini rais hakutaka ukabila, hakumsikiza. Sababu ya hiyo chuki, wewe unataka ukule peke yako ushibe. Kenya ni yetu yote. Sisi wote tunalipa ushuru. Na ndio sababu sisi kama wabunge tuliamua, tukasema watu vile hatuna shares, mtu mwenye hana shares aenda afungue kampuni yake ya shares huko kando, na umesikia hata ile kampuni amefungua ni kampuni ya ukabila tupu. Si ndio?